Naitwa Hamisi Maneno, ni mkazi wa Tabata, Msimbazi Magharibi. Mimi kama mwananchi wa Tanzania, haki yangu ni kupiga kura tarehe 29 mwezi wa 10 kwa manufaa ya nchi yangu pamoja na maisha yetu kwa ujumla. Lakini pia nitakuwa mjumbe wa kuwashawishi au kuwakumbusha vijana wenzangu kwamba kura ni haki ya kila mtu na kura ipo kikatiba. Tukapige kura kwa ajili ya kuwachagua viongozi wetu. Lengo ni kutuletea maendeleo katika nchi yetu. Kuna propaganda ambazo zinaendelea za kwenda kuandamana ambao ni tarehe 29. Mimi niwaombe vijana wenzangu, kuandamana inawezekana, kuna kuandamana kwa aina mbili tofauti. Kuna kuandamana kwa amani, lakini pia kuna kuandamana kwa vurugu. Tarehe 29 kikatiba ni siku ya kupiga kura, sio siku ya kuandamana. Utakapokwenda kuandamana maana yake unakinzana na muongozo au katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Maana yake wewe unakuwa unaleta uvunjifu wa amani. Lengo la kuleta uvunjifu wa amani ni kuleta machafuko katika nchi yetu. Tukumbuke, nchi yetu sisi ni nchi ya amani. Tunaishi kwa amani. Leo hii tunakwenda kuangalia mpira, tunakutana vijiweni tunaongea, ni kwa sababu ya amani tuliyokuwa nayo. Tujiulize, amani inapochafuka tutakimbilia eneo gani? Tutakimbilia wapi? Tutakwenda kwa nani? Hilo swala ni lazima tujiulize kabla hatujachukua hatua za kutoka na kwenda kuandamana. Niombe, tarehe 29 ni bora uende ukapige kura, umchague kiongozi umtakaye, and then rudi nyumbani kapumzike kusubiria matokeo. Hilo litakuwa ni jambo la msingi na zuri ambao umelifanya kwa taifa lako. Naitwa Paskazia Charles Mwita, ni mkazi wa Tabata, Msimbazi. Nilikuwa napenda kuwashauri watu wote, akina mama, akina baba, vijana, mjitokeze kwa wingi kwa ajili ya kwenda kupiga kura. Kura yako utakayoipiga leo ndio itakuwa hatima yako ya kesho. Kwa sababu 2030 tutakapokwenda kuchagua kiongozi mwingine, ina maana kura ulioipiga leo ndio itakuwa imefanya kazi katika awamu yote ambayo miaka 10 ya kiongozi atakayekuja. Tunakusii sana. Kura utakayoipiga leo itakupa hatima yako katika kodi, itakupa hatima yako katika uchumi, itakupa hatima yako katika kuishi kwa amani, itakupa hatima yako. Kuna watu wanafikira potofu, wanasema kwamba mimi siku ya kula sipigi kula, humkomoi mtu, bali unajikomoa wewe mwenyewe. Kwa sababu usipokupiga kula leo, huwezi kumchagua kiongozi unayemtaka. Kiongozi unayemtaka wewe ndio atakaye kuja kukupa mabadiliko. Kiongozi unayemwamini wewe ndio atakaye kuja kukupa mabadiliko. Sikwambii ukamchague nani, lakini wewe kwa akili yako, kula yako ndio itasababisha imnyanyue kiongozi ambaye kwa akili yako na ufahamu wako unaona kwamba anaweza kukusaidia. Kwa sababu usipopiga kula, hatima yako unaiua hatima yako pasipo mwenyewe kujua. Na pia kutokana na adha ya maandamano, kuna watu wanapotosha wengine kwamba tufanye maandamano, tujitokeze tufanye maandamano. Maandamano utakayoyafanya leo, kwa mdomo ni rahisi kuongea, lakini atakapokuja kuleta maafa, tunaoathirika ni sisi tuliokuwa ndani ya nchi. Wenzetu waliokuwepo nje watatuhamasisha na wataishia huko. Madhara tutayapata sisi. Hatutafanya kazi vizuri, watoto wetu hawataenda shule vizuri, hatuwezi tukafanya biashara vizuri, hatuwezi kwenda kwenye ofisi vizuri kwa sababu kuna maandamano ambayo yametokana yanaleta adha katika nchi. Kwa hiyo ndugu zangu, akili za kuambiwa uchanganye na za kwako, ujue athari za maandamano yanapotokea, ni kipi kinatokea katika maathari hizo. Tutapoteza vitu vingi, tutapoteza mali nyingi, tutapoteza watu, tutapoteza baadhi ya vitu zetu, mali zetu nyingi zitapotea kwa sababu ya maandamano. Na wasi ndugu yangu, kula yako ya leo ndio hatima ya maisha yako ya kesho. Inuka kapige kula, kamchague kiongozi ambao unaona wewe anakufaa. Achana kusikiliza maneno ya kushoto na kulia. Nchi yetu ni ya amani na tumeshazoea kupiga kula kwa amani na tumeshazoea kupata viongozi kwa amani na nchi inaenda kwa utulivu. Kwa majina naitwa Ali Mohamed Kazimoto, ni mkazi wa mtaa Msimbazi Magharibi, kata ya Tabata. Kuelekea kwenye uchaguzi mkuu, mimi binafsi nimejiandaa kwenda kupiga kura kutimiza wajibu na haki yangu kama mwananchi wa Tanzania. Nitahamasisha vijana na wananchi wenzangu kwenda kutimiza wajibu, kwenda kupiga kura kumchagua kiongozi wanayefaa, viongozi wanaotufaa kutuvusha katika kutuletea maendeleo ya nchi yetu Tanzania. Lakini nahamasisha pia kuwasihi vijana kwamba kuelekea uchaguzi mkuu, zipo propaganda za kuhamasisha maandamano ambayo yana athari kubwa
Ukiangalia kwa macho ya haraka haraka unadhani kwamba unatafuta haki kwa nguvu, lakini haki huwa haitafuti kwa hivyo. Timiza wajibu, nenda kapige kula, tuache viongozi watimize wajibu wao katika kutuletea wananchi maendeleo na masuala mengine yanaendelea. Tukihamasisha maandamano, athari za maandamano zinakuwa ni kubwa. Ukihamasisha maandamano, tafsiri yake kwamba utaacha shughuli zako za maendeleo, utaacha kazi zinazokuingizia kipato kuendeshea familia yako, na tafsiri yake kwamba kuelekea maandamano shughuli zote za kimaendeleo zitasimama. Wafanya biashara hawatafanya biashara, maduka yatafungwa kwa sababu wote wataelekea kwenye maandamano. Na maandamano yanaweza yakaleta matokeo yoyote. Inawezekana ikaleta mvurugiko wa amani kabisa, hali ambayo inapotoweka amani kuirudisha ni ngumu sana. Amani unapoipoteza, ambao umeitafuta kwa gharama sana hasa kwa Tanzania, kuirudisha ni ngumu mno. Tuendelee kuona hasa vizazi vyetu, tupo watoto. Naweza kusema ni kijana kwa sababu una nguvu za kukimbia, lakini kuna watoto, kuna mama wajawazito, kuna wazee, nao ni wazee wetu, kama watoto ni watoto wetu. Kwa hiyo unapojiamini kwamba ni kijana una nguvu za kukimbia kuhamasisha maandamano, fikiria una mtoto ambaye huwezi ukambeba, huwezi ukakimbia naye mgongoni. Yaani unaweza kukambeba moja lakini una kundi la watoto 6 7. Utakimbia nao mpaka wapi? Na unapokimbia nao unaenda nao mpaka wapi? Na uko unakokimbia nao kuna huduma gani unaenda kuipata kule? Kwa sababu utatoka sehemu moja ambayo ulikuwa unatafutia riziki, mfano kama sisi Tabata, tutakimbia kuelekea wapi? Unapokimbia hakuna makazi, hakuna chochote kitakachoendelea kule. Tafsiri yake unaweza kujikuta umesababisha vifo vya watoto bila hata sababu ya msingi na masuala mengine ambayo hayana lazima kufanya hivyo. Kwa mimi nawasihi sana vijana wenzangu tukatimize wajibu wetu wa kupiga kula tarehe 29 Oktoba, tukatiki kwa viongozi wanaotufaa.